unaenda coach timu, especially timu kubwa kama Simba, ni kwamba unajua kabisa washabiki wa Simba wanachotaka ni ubingwa. Kwa hiyo yeye ni msimu wake wa kwanza na bahati mbaya hakuwa na pre-season, unaona. Kwa hiyo kipindi kifupi hichi ligi imeanza, amechukua timu, ligi imeshacheza, timu zimeshacheza mechi mbili ngapi sijui. Competition ya namba kwenye timu siku zote na kuwepo, hasa akija kocha mpya. Kwa hiyo na yeye pia atakuwa amewafuatilia na anaweza kufanya labda badiliko mmoja au wawili ili aone wanakwenda vipi kutokana na mazoezi yanavyoenda. Uzuri ni kwamba amekaa nao muda sasa hivi toka amekuja baada zile mechi mbili, akawa na sasa hivi ana muda kidogo wa kufanya nao mazoezi, na toka mwanzo nafikiri anakuja Simba kisha jua kikosi cha Simba wachezaji gani awatumie takriban 70%. Kwa hiyo nafikiri kazi itakuwa rahisi kidogo kuhusu nani aanze nani asianze. Habari gani mwana michezo popote pale ulipo, hii ni Like Media, mimi naitwa Lugano Izari, nikukaribisha sana uweze kuzifahamu habari mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo nafahamu, wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kutupa karata yao katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, bila kusahau mchezo huo ndo mchezo wa kwanza kwa kocha Dimitar Pantev ambaye ataenda kusimama kama kocha mkuu, ingawaje akiwa na cheo au kofia ya meneja mkuu wa klabu ya Simba, wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa nimemtafuta kocha wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, Talibu Hilali, ambaye shawahi kuhudumu kama kocha ndani ya kikosi hicho, lakini mchezaji wa zamani wa timu hiyo ya Simba pamoja na timu ya taifa. Historia bado inaendelea kubaki kwake. Ni moja kati ya makocha ambao waliweza kuwatingisha kama sio kuwatikisa au kuwaondoa kwenye reli, kwa maana Zamalek ya Misri kipindi hicho wakiwa mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2003-2004 kipindi hicho. Sasa niko naye kwenye line hapa aweze kutuambia kuhusiana na jinsi ambavyo kocha anaweza kupata urahisi na ugumu kuelekea katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania katika ligi kuu Tanzania bara. Kocha Talibu Hilali, habari ya muda huu? Salama kabisa, habari za huko? Safi, mnaendeleaje huko? Namshukuru Mungu, kila kitu salama tu. Ndio. Sasa nimekupigia na nataka tuzungumze kuhusiana na mchezo wa Simba na kwa maana JKT Tanzania, na ushawahi kuwa kocha wa Simba, ukifanya mambo makubwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni jina ambalo alizungumzwi sana, lakini ni jina ambalo ndani ya Simba linaheshimika sana. Talibu Hilal, hebu tuambie, Simba anaenda kuingia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kocha toka ajiriwe na Simba ndo kwanza anaenda kusimama kama kocha katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wako unazungumzaje hasa na ligi ya Tanzania bara jinsi ilivyo na JKT Tanzania pia ambao anaenda kukutana nayo? Kwanza kabisa ni mechi ya kumkaribisha kocha, kwa sababu sasa ndo anakaribishwa rasmi na Simba. Mechi mbili za mwanzo ilikuwa muda mfupi na ilikuwa Simba wanataka kuona timu inafanya vizuri kuweza naona kocha alipotea kidogo hapo mtandao, lakini bado tunaendelea kumsikiliza hapa mtandao kikaendelea kukaa sawa. Lakini yote haya ni kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, JKT Tanzania wakicheza na Simba katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Kama ambavyo unafahamu, Dimitar Pantev ni kocha wa Simba ambaye alikuja katika michezo kadhaa ambayo amesimama kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa niko na kocha kwenye line hapa, kama atakuwa ananipata vizuri hapo alipo. Unanipata vizuri kocha? Unanipata vizuri Ya, ulikuwa umetoka kidogo na mtandao. Ndio, sasa tupo okay. Naam, ulikuwa unamzungumzia kocha hapo.
Ndo nasema sasa hivi ndo tunamkaribisha nyumbani wana Simba, sababu ndo mechi yake ya kwanza ya ligi na hana experience au hana ufahamu wote kuhusu ligi ya Tanzania. Alikuwa anaisikiaga tu ligi ya Tanzania mpaka ikafika namba 5 Afrika. Kwa hiyo sasa hivi kaja kwenye reality ya ligi yetu, atakumbana na changamoto au ugumu wa ligi, kwa nini ikawa namba 5 Afrika. Kwa hiyo tunategemea kama wana Simba wanavyotarajia kwamba ataleta kitu kizuri kwenye furaha kwenye klabu, na ndo kila mwana Simba tarajio lake mwaka huu baada ya kukosa ubingwa kwa miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo kocha anaingia pale, anakuja kufanya kazi akiwa na pressure ya hali ya juu, kwa sababu wana Simba wanategemea mwaka huu wafanye vizuri kwenye ligi ya nyumbani. Okay? Kwa hiyo ndo mechi yake ya kwanza na hana sijui, lakini atakuwa kafuatilia kwa kupata maelekezo au mawazo kutoka kwa assistant kama Matola, lakini yeye mwenyewe akilini mwake nafikiri imagination yake anajaribu kuitizama ligi ya Tanzania iko vipi. Kwa hiyo itakuwa mechi yake ya kwanza na anacheza na timu ya JKT, timu nzuri ambaye inaleta upinzani kama tunavyoona kwenye ligi. Kocha mzuri, wachezaji wazuri wamesajili. Kwa hiyo ni mechi ngumu kesho kwa timu ya Simba, na nategemea kocha aanze vizuri kwa mechi ya kesho ili awe amefungua mlango wake kwa ufunguo mzuri mpaka mwisho wa ligi. Kwa hiyo tunamkaribisha kwenye ligi yetu ya nyumbani na ajue kwamba wana Simba wana matarajio gani mwaka huu. Kwa hiyo moja ajue lazima kwamba wana Simba wanataka kitu gani mwaka huu. Kwa nategemea na yeye mwenyewe kishajua, kishaambiwa matarajio ya wana Simba. Kwa hiyo ni kocha mzuri, anajiamini na uhakika anajiamini, na ndio maana kaikubali kazi hiyo ya kuikoach Simba, na atawapa furaha wana Simba, na naamini kwa jinsi tulivyoona timu aliyokuwa nayo, mpira iliyokuwa unacheza na mechi 2 za kimataifa na Simba kuwezesha kutufuzu kwenda kwenye stage ya magroup. Umeona? Kwa hiyo peke yake pia inamsaidia yeye kwamba wana Simba watamuunga mkono zaidi na ndio sasa mpa support kubwa zaidi. Sawa. Mwalimu kwa sababu ni mwalimu mgeni kwa maana ya kocha Dimitar Pantev, kama endapo akipata ugumu dhidi ya JKT Tanzania akapoteza mchezo au akatoka sare, ni nini ambacho utakigundua kwake au kitu gani kinaweza katokea kwake kisaikolojia? Nafikiri haitomuaffect kwa sababu kocha mwenye experience, vitu hivi vinatokea. Unaweza kuta hata yeye huko nyuma labda aliwahi kufikia situation kama hii. Ikitokea bahati mbaya imetokea result sio kama walivyotegemea, nafikiri kwake yeye haitomuaffect sana, lakini pia upande mwingine pia itamuaffect kwa sababu anategemea kwamba kikosi kipo kizuri, kimecheza mechi 2 za kimataifa, kwa hiyo kipo kwenye hali nzuri, na itakuwa tu mwenyewe labda ataanza kuyaona mazingara ya mpira wa Tanzania uko vipi, lakini sidhani kama itamuaffect sana kisaikolojia kwa sababu ana experience ya kukochi huko walikotoka, na unaweza kukuta situation kama hii ameshawahi kuipitia. Kwa hiyo sidhani kama itamuaffect sana. Na vipi kuhusiana na wachezaji? Kwa sababu wachezaji mara nyingi wakikutana na kocha mpya kuna mabadiliko huwa yanatokea ya kocha mwenyewe kuamini wachezaji na wachezaji wenyewe kutafuta nafasi kwa kocha. Uzuri ni kwamba amekaa nao muda sasa hivi toka amekuja baada ya zile mechi 2, akawa na sasa hivi ana muda kidogo wa kufanya nao mazoezi, na toka mwanzo nafikiri anakuja Simba kisha jua kikosi cha Simba wachezaji gani awatumie takriban 70%. Kwa hiyo nafikiri kazi itakuwa rahisi kidogo kuhusu nani aanze nani asianze,
kwa sababu tukitizama hata mechi za kirafiki amecheza, anajaribu kuweka combination ya nani na nani waanze. Kwa hiyo nafikiri kisha kuwa na kikosi chake, unaweza kusema 80% ameshajua kikosi chake cha kwanza nani aanze. Lakini vipi sasa kwa upande wa wachezaji? Huenda pia nao kukawa na vita ndani kwa ndani. Kuna wale ambao walishai kuwaona, umezungumzia wakati akifundisha Gaborone United, walicheza na Simba, kwa inawezekana Kasampo yule mchezaji mzuri na huyu hapa na changamoto hizi, lakini wengine walikuwa hawajawafahamu kabisa na pengine hawakupata hata nafasi katika michezo ambayo alisimamia katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa wale ambao aliwaona, wengine ambao waliona kwa uchache na wengine ambao hawakuwaona, una sample katika mapambano ya wachezaji kwa namna kugombea first 11 kwa mtazamo upi? Hiyo nzuri, hiyo ni challenge nzuri kwa kocha, kwa sababu kocha mpya anapokuja unataka kuonyesha uwezo wako ili uweze kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kikosi alichotumia mechi mbili zile za kufuzu hatua ya makundi, na imani kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawakupata nafasi ya kucheza, lakini kutokana na hiki kipindi alichokaa mazoezini ameshapata sasa hivi kuona uwezo wa wachezaji. Kwa hiyo competition ya namba kwenye timu siku zote na kuwepo, hasa akija kocha mpya. Kwa hiyo na yeye pia atakuwa amewafuatilia na anaweza kufanya labda badiliko mmoja au wawili ili aone wanakwenda vipi kutokana na mazoezi yanavyoenda. Kwa hiyo nzuri upande kwa kocha ni nzuri, kwa sababu kila mchezaji atataka kuonyesha uwezo wake. Kwa hiyo pale unaweza kujua uwezo wa wachezaji ulionao kwenye kikosi chako. Na vipi kuhusiana na kwa wale ambao wataanza angalau kwanza kudai mafanikio kwa kipindi hiki ambacho ameichukua timu? Ni kwamba mwisho wa siku kocha huyu itabidi adaiwe kombe mwisho wa msimu, au ni nini ambacho nakitazama kwake? Kuna haja ya kumpa muda kama ambavyo Fadlu Davis alishawahi kupewa muda wa kuiandaa timu na yeye mwenyewe akasema tunaiandaa timu? Kuna haja ya kocha huyu pia kutumia maneno kama Fadlu, au yeye awaambie kabisa nataka ubingwa? Unajua hakuna kocha asiyotaka ubingwa. Maana yake ndio maana unaenda coach timu, especially timu kubwa kama Simba, ni kwamba unajua kabisa washabiki wa Simba wanachotaka ni ubingwa. Kwa hiyo yeye ni msimu wake wa kwanza na bahati mbaya hakuwa na pre-season, unaona. Kwa hiyo kipindi kifupi hichi ligi imeanza, amechukua timu, ligi timu zimeshacheza mechi mbili ngapi sijui, unaona. Kwa hiyo kwa hiyo sidhani kama itakuwa vizuri mapema tu tuanze kumhukumu. Nafikiri lazima naye tumpe haki yake, lazima apewe muda kidogo ili tuone atatufanyia nini kwenye timu. Kwa hiyo unahisi inatakiwa apewe muda kwa sasa hivi? Unazungumzia kocha Dimitar Pantev. Naam kocha. Naam kocha. Kocha, unanipata? Naam, kocha alikuwa ametoka hewani na tutaendelea kuzungumza naye. Yes, tutaendelea kuzungumza naye kufahamu kinachoendelea mpaka sasa na mtazamo wake kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba wakienda kutupa karata yao muhimu. Ama Japana. Kocha unanipata kocha? Naam kocha. Nilikuwa nasema ndio. Tusimhukumu mapema, tumpe naye nafasi inshallah. Nategemea mpaka raundi ya kwanza itakapokwisha watu wataanza kuona mabadiliko ya timu, na hapo
pia tutaanza kuelewa kwamba kocha huyu ana mwelekeo gani. Kwa hiyo Dimitar Pantev kama kocha wana Simba waendelee kumwamini na kumpa muda, hata kama kifungwa, hata kitoka sare, waendelee kumpa muda kwa sababu ni kocha mpya na inawezekana akafanya vizuri huko mbele. Hii kwenye mpira lazima tukubaliane, lazima tumpe muda sababu ni mpya kwenye timu. Mfano tu Manchester United, result za nyuma umeona, ndio umeona walikuwa wanafanya so vizuri, lakini still uongozi wa timu umekuwa na confidence na kocha unampa support, na sasa hivi tunaanza kuona maendeleo yake, umeona. Kwa hiyo hukumu mapema, tumpe kocha time yake, acha afanye kazi yake, umeona. Kama alivyokuja tumwachie afanye kazi inavyotakiwa, ila tumpe support, na nategemea mwisho wa siku ataleta kile wanasimba wanachotegemea. Kwa jinsi ambavyo unaifuatilia JKT Tanzania, kwa upande wako tahadhari ambazo unatakiwa kuchukua ni tahadhari gani? Ni timu nzuri. Nafikiri kesho wanacheza home. Ndio. Watakuwa hao ndio wenyewe. Kwa hiyo tumeshaona mechi nyingi uwanjani kwao wanafanya vizuri. Kwa hiyo sio timu ambayo ya kuidharau. Kocha naye ataingia kwa tahadhari, na nategemea amejipanga vizuri, ameweza kufuatilia labda mechi za nyuma za JKT, kawaona ugumu wao na pointi ambazo weakness yao. Kwa hiyo atajipanga vizuri kutokana na alivyowasoma, na mechi itakuwa nzuri nategemea, na tunachoomba always tunaomba ushindi. Kwa hiyo mechi sio rahisi, lakini mechi ni ngumu na nzuri. Neno ambalo unaweza kuzungumza kwa timu yako ya zamani Simba, kama kocha wa zamani wa Simba, neno ambalo unaweza kuzungumza hasa kwa katika mchezo, kama ungekuwa unamwambia kocha na baadaye uambie wachezaji na mchezo wenyewe? Wachezaji waingie pale kwa nia ya kushinda, sababu always round ya kwanza ukikusanya kusaidia kwenye round ya pili, kwa sababu round ya pili pale kwa na timu ambazo zinagombania ubingwa na kuna timu ambazo zinagombania kushuka daraja, kwa kila mtu anakuwa mgumu zaidi. Kwa hiyo tujitahidi hii round ya mwanzo wakusanye point kadiri inavyowezekana, umeona. Kwa hiyo itakuwa unajifungulia njia nyeupe kwenda kwenye ubingwa. Basi kocha Talibu Hilali, mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi, angalau tumepiga story kuelekea katika mchezo wa JKT Tanzania. Mara baada tutakapopata mchezo mwingine basi tutakutafuta tena, na mara baada ya mchezo huo pia tutakutafuta ili angalau tuambie kile ambacho umekiona ndani ya Simba. Lakini kocha mwenyewe akiwa ni mchezo wake wa kwanza kabisa kufundisha Simba na kuifundisha Simba hasa kusimama katika eneo la upande wa ligi kuu Tanzania bara. Hapa namzungumzia Dimitar Pantev. Dimitar Pantev, mmoja kati ya makocha ambao wameingia msimu huu ndani ya Simba. Asante sana kocha. Asante sana, nashukuru. Asante sana. Yote njema inshallah. Asante. Naam, nilikuwa nazungumza na kocha Talibu Hilali, kocha wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba. Historia yake tabakia kuizungumza, lakini kikubwa kaweza kuzungumza kile ambacho anakifahamu kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media. Endelea kuwa nasi, subscribe channel hii, uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa mapema iwezekanavyo kabisa. Mpaka wakati mwingine basi tuendelea kupiga